Mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza yanatisha. Mashambulizi ya kikatili ya Israel yanaendelea kumwaga damu za Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Wanajeshi wa utawala wa Israel wamewaua Wapalestina wengine 17 katika mashambulizi ya alfajiri ya leo katika ukanda wa Gaza, siku moja baada ya kuwaua Wapalestina wengine 60, akiwemo ripota wa shirika la habari la Al Jazeera Hossam Shabat katika ukanda wa Gaza. Mashambulizi haya mapya ya wanajeshi wa utawala wa Israel yanajiri siku moja baada ya Wizara ya Afya huko Gaza kusema kwamba mashambulizi ya Israel kwenye ukanda huo yamesababisha vifo vya Wapalestina 61 katika muda wa masaa 24 yaliyopita. Press TV imeripoti kuwa Ismail Barhum, mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya wanaharakati wa Kiislamu wa Palestina Hamas, katika moja ya mashambulio hayo alipokuwa akipokea matibabu hospitalini pamoja na mvulana mwingine wa miaka 16. Katika taarifa yake Jumatatu, Wizara ya Afya huko Gaza ilisema miili minne iliyopolewa kutoka chini ya vifusi na kwamba watu 134 waliojeruhiwa kwenye hujuma hizo wamelazwa hospitalini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vifo vya hivi karibuni vimefikisha idadi wa Palestina waliopoteza maisha yao tangu kuanza kwa vita vya mauaji ya Israel dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 2023 kupindukia hadi 50,100. Kadhalika, mashambulizi ya Israel yamepelekea kujeruhiwa kwa Palestina wengine 113,408. Idadi kubwa ya waathiriwa wamesalia chini ya vifusi na mitaani, hawawezi kufikiwa na ambulensi na wafanyakazi wa ulinzi wa raia, wizara iliongeza. Habari zaidi zinadai kuwa mbali na mauaji, lakini pia vikosi vya Israel vimewakamata Wapalestina kadhaa, akiwemo mtayarishaji wa filamu mashuhuri aliyeshinda tuzo ya Oscar Hamdan Balal, baada ya walowezi kuwashambulia na kuwajeruhi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Tangu Machi 18, utawala huo wa Israel chini ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu umeendeleza hujuma mpya za kinyama huko Gaza na kuvunja makubaliano usitishaji vita na kubadilishana wafungwa na mateka yaliyodumu kwa karibu miezi miwili. Hata hivyo, makundi ya wapiganaji yameamka, yanaendeleza mashambulizi pia. Ni wakati ambapo Wahouthi, baada ya kusema kwamba watahakikisha watawalinda wa Palestina katika ukanda wa Gaza, sasa wameamua kufanya mashambulizi kwa kutumia makombora mazito ya Palestine 2 na makombora mengine ya ziada pamoja na ndege zisizokuwa na rubani. Kadhalika, kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas, ambalo ndilo linalowindwa na Israel kuhakikisha kundi hilo linatoweka kabisa, nalo limeanzisha operesheni zao katika kujibu kile kinachofanywa na Israel. Na hivyo vita hivi ni kama vile vimerejea tena kama kile kilichotokea mwaka 2023 ambapo raia wanakufa na wengine kujeruhiwa. Nchini Israel hakuna taarifa zinazoelezwa juu ya vifo vya raia au wanajeshi ama majeruhi, na ni kutokana na serikali ya nchi hiyo kukataza vyombo vya habari kueleza juu ya uhalisia wa mambo. Lakini taarifa za chini zinaelezwa kwamba kuna vifo ambavyo vinatokea kutokana na mashambulizi ambayo yanafanywa na makundi ya wapiganaji, na ndio maana kumekuwa na maandamano mitaani na ni maandamano ya kumtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kujiuzulu. Lakini pia vyombo vya habari vimekuwa vikitoa taarifa kwamba maandamano hayo ni kwa ajili ya kuitaka serikali ya Netanyahu iachane na mashambulizi kuwashambulia Hamas ili tu waweze kuachilia mateka. Na juu ya mateka ndio jambo muhimu ambalo serikali ya Netanyahu inadai imepelekea kufanya mashambulizi, na hili lilielezwa na waziri wa ulinzi Israel Katz, ambaye amedai kwamba Israel imeamua kufanya mashambulizi upya dhidi ya Hamas kutokana na kwamba hawakutaka kukubali kuwarejesha mateka waliosalia. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News.